knowledge, tutazungumzia maarifa, na katika upande wa maarifa tutajikita zaidi kuweza kuzungumza ni aina gani ya maarifa ambayo wewe unayahitaji ili kusudi uweze kutimiza ndoto zako. Tupo katika ulimwengu ambao usipokuwa na maarifa basi utakuwa ni umepitwa na wakati, utakuwa ni mzee. Na ndiyo maana Henry Ford, mmiliki wa magari ya Ford, alisema kitu cha msingi sana kwamba haitajalisha una miaka mingapi, kama una miaka 20 au 80, usipokuwa na juhudi za ziada za kuongeza maarifa basi utakuwa ni mzee. Kwa tupo katika tragedy ya wakati ambao maarifa ni kitu cha msingi sana. Mafanikio ya leo hayapimwi na kiwango cha umri pamoja na kazi unazozifanya, ila yanapimwa na kiwango cha maarifa ulionayo hasa kwenye kazi unayoifanya. Kwa leo tutazungumzia knowledge na tutaenda kugusa zaidi kwamba wewe unahitaji maarifa ya namna gani ili kusudi yawe daraja la haraka la kuweza kukutoa hapo ulipo kwenda hatua nyingine ambayo itakuwa ni kubwa zaidi. Sasa tunaposema knowledge, haya ni maarifa, na maarifa yanapatikana sehemu nyingi sana. Yanapatikana katika watu ambao wanatuzunguka, na mengine kabisa unaweza kukuta kwamba ni yale ambayo mpaka mtu amesomea uweze kumsikiliza na uweze kuyapata. Sasa kuna aina mbili za knowledge ambazo leo ningependa usifahamu na ujue ni aina gani ya knowledge ambayo wewe itakubidi uitafute popote pale ili uweze kutoka hapo ulipo uende hatua nyingine ambayo ni kubwa zaidi. Aina ya kwanza ya knowledge tunasema ni general knowledge. General knowledge kwa Kiswahili tunasema hii ni maarifa ya jumla, ni maarifa ambayo ni ya jumla. Sasa hapa ninapenda nikufunulie vizuri ili uweze kunielewa na ujue ni wapi ambapo mara nyingi tunakwama, tunashindwa kuweza kufanya mambo makubwa kwenye dunia. Tunawaachia tu watu weupe au wazungu wanafanya mambo ambayo ni makubwa sana. Kwa sisi watu tunafeli hapa kwenye general knowledge. Sasa tunaposema general knowledge maana yake ni kupata maarifa ya vitu vingi kwa pamoja. Haijalishi kwamba wewe unapenda kipi, lakini wewe umeshatengenezewa namna ambayo unapata taarifa mbalimbali, taarifa nyingi sana ambazo wakati mwingine hazikusaidii chochote kwenye maisha yako, hata kwenye kutimiza ndoto zako. Sasa general knowledge ni maarifa ya jumla ambayo ni maarifa wazi ambayo unayapata mahala popote pale. Haijalishi kwamba uweze kuyagharamikia au huyagharamikia, lakini ni lazima uyapate kwa sababu ni wengi ambao watakupa haya maarifa. Sasa general knowledge mara nyingi tukianza na mfumo wa elimu. Mfumo wa elimu ndio mfumo wa kwanza ambao wewe huwa unakupatia general knowledge toka ukiwa unakuwa. Unapokuwa kwa mfano unasoma, system yetu ni kwamba unapokuwa unasoma kwa mfano kuanzia darasa la kwanza, unasoma masomo mengi sana. Unapokuwa kwa mfano O level, unasoma masomo mengi sana. Unachosomea tunasema unapata general knowledge, ila haupati either specialized, haupati specialized knowledge. Sasa wewe kama utakuwa unatafuta general knowledge, itakuwa ni ngumu sana kuweza kukutoa hapo ulipo kwenda hatua ambayo ni kubwa zaidi. Kwa usiwe unatafuta general knowledge. General knowledge hiki ni kitu ambacho ni kibaza. Mfano waangalie maprofesa au waangalie masters ambao wanakufundisha huko vyuoni. Hao watu wana knowledge nyingi sana. Lakini utofauti ni kwamba knowledge zao wana uwezo wa kuwafundisha watu wengine, lakini wao hawawezi kuzifanya. Kwa sababu ni general knowledge. Hawana skillful au hawana specialized knowledge. Lakini knowledge au maarifa ya pili ambayo unapaswa yapambanie zaidi ni specialized knowledge. Haya ni maarifa ya kimkakati au maalum. Haya ni maarifa maalum. Sasa utofauti kati ya sisi na watu wengine ambao wanafanya mambo makubwa ni kwamba wenyewe hawaja base kwenye general knowledge.
kwa sababu general knowledge inakupeleka wewe kuwa civilized. Mtu ambaye anapambania maarifa ya jumla anakuwa ni civilized, lakini mtu ambaye anapambania specialized knowledge anakuwa ni educated. Huo ndio utofauti wa watu ambao wanafanya mambo makubwa na watu ambao hawafanyi chochote kwenye hii dunia. Kwa wewe kama unatamani uweze kufanya mambo ambayo ni makubwa sana hapa duniani, uweze kutimiza zile ndoto zako ambazo ni kubwa, unatakiwa uanze kutafuta specialized knowledge, maarifa ya kimkakati au maarifa maalum ambayo yatakuwa ni daraja la haraka kuweza kukutoa hapo ulipo, kukupeleka hatua nyingine. Kumbuka kwamba haufanikiwi kwa sababu una taarifa nyingi, haufanikiwi kwa sababu una maarifa ya kutosha. Hapana, unafanikiwa pale ambapo maarifa ulionayo yanaendana na kila ambacho wewe unakifanya kwenye maisha yako. Imagine, kwa mfano wewe kama una ndoto fulani, aidha una ndoto ya kufungua kampuni kubwa sana, basi itakubidi uweze kutafuta specialized knowledge, maarifa ya kimkakati. Akina nani waliandika vitabu vinavyozungumzia na mambo ya makampuni? Unatakiwa uanze kutafuta watu ambao watakurisha maarifa ya namna gani ya kuweza kufungua makampuni. Kama una ndoto ya kuweza kutengeneza kitu ambacho ni kikubwa hapa duniani, ni lazima uanze kutafuta maarifa kuhusiana na hilo jambo. Tafuta maarifa ya moja kwa moja kwenye eneo moja tu. Kama wewe una ndoto ya kuwa mchezaji mkubwa wa mpira wa miguu, ni lazima uweze kutafuta maarifa ambayo yatakufanya wewe uweze kuwa mchezaji ambaye ni mkubwa zaidi. Fuatilia clips za watu ambao wanacheza mpira vizuri. Fuatilia misemo ya watu ambao unataka kuwa kama wao kwenye industry ya michezo. Kwa hiyo ukitafuta specialized knowledge, utakuwa ni mtu ambaye ni educated. Una uwezo wa kupiga hatua haraka sana kuliko mtu ambaye ana general knowledge. Dunia ya sasa, hasa Afrika, tumejawa sana na general knowledge, na watu ambao wana general knowledge tunaona ni watu wa thamani sana, lakini tusichojua ni kwamba ukiwa na specialized knowledge una uwezo mkubwa sana wa kuongoza watu ambao wana general knowledge, kwa sababu hao wana maarifa mengi ambayo hawawezi kuyafanyia kazi, hawataweza hata siku moja, kwa sababu mfumo wao ambao waliyapatia haya maarifa hawaruhusu kuweza kuyafanyia kazi. Nakumbuka kwamba mtu ambaye anaitwa specialist ni mtu ambaye ana maarifa makubwa kwenye jambo moja, lakini tunaposema general ni mtu ambaye ana maarifa mengi kwenye mambo mengi. Sasa mtu wa namna hiyo anakuwa dilema, haoni wapi aende, haoni wapi asimamie. Sasa wewe ambao unanisikiliza, jitahidi sana uweze kutafuta specialized knowledge ili kusudi uweze kufika mbali zaidi.